Bwana mambo vipi, mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana tuko hapa na mwanadada Mange Kimambi, amezidi bwana kuposti hapa kuhusu mambo ya siasa. Mange Kimambi bwana amezidi kuposti hapa kuhusu mambo ya siasa. Ameposti hapa bwana, hii ni video ambayo inaonesha shule moja iko ndani vijijini huko, ambayo hali yake mazingira sio rafiki kabisa. Sasa Mange Kimambi bwana ameposti hii video, nadhani tuiangalie hapo. Naam. Ndugu wapenzi watazamaji, hapa tupo katika kijiji cha Hurumbi ambacho kipo katika kata ya Seria, na hii tunaiona hapa ni shule ya msingi ambayo wanatumia wananchi hao kijiji cha Hurumbi. Tunavyoiona hapa ni shule hii. Wanasoma wanafunzi kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 4. Na hiki tunachokiona hapa ni choo ambacho wanatumia wanafunzi wote. Wako zaidi ya 100 na pengine 200 kasoro. Hii ni hali kama unavyoiona ya shule. Wanahitaji kutazamwa kwa jicho la tatu. Vyumba vinavyoonekana ni vyumba viwili kama unavyoona. Tuingia ndani mpenzi mtazamaji ili uweze kuona kwa uzuri. Hii ndio hali ya shule ya msingi iko katika kijiji cha Hurumbi, kata ya Seria, wilaya ya Kondoa. Wanafunzi wanasoma. Ni wengi sana, wengine wanakaa chini kama mnavyoona hali, na ni sehemu ya somo lao nadhani. Katika kipindi cha mwisho walisoma alama hizi namba. Na hiki ni chumba cha pili cha darasa ambapo wanafunzi wanatumia kwa ajili ya kusoma. Ni kijiji ambacho kiukweli kina wananchi wengi, sana. Tunaomba serikali watizame, na hapa ni sijui tuite ni ofisi au ni nini, lakini kama mnaona hatuoni hata ofisi ya mwalimu au walimu, kwa sababu shule hii ina walimu 4. Hatujui wanakaa wapi. Kama mnavyoona namna hii, kile ni choo, na hapa ni eneo ambalo watoto wanatumia kwa ajili ya kucheza. Ni Tanzania yetu hii, ni Tanzania yetu. Tuunge mkono popote ulipo unapoiona video hii, basi tuweze kuwaunga mkono kwa namna moja ima nyingine. So kama ambavyo tumetoka kuangalia, maoni ya watu hapa ni mengi. Huyu akaja akasema uchumi wetu umekuwa sana jamani. Huyu akaja akasema acha Kondoa ikae hivyo, maana hawataki reform. Huyu akaja akasema pia kwamba hiyo shule imegharimu takriban shilingi bilioni 235 za Kitanzania. Huyu akaja akasema pia kwamba imeshasajiliwa kweli hii shule kwa hii hali. Huyu akaja akasema kwamba anasemaje huyo. Huyu akaja akasema kwamba usajili upo, usishangae. Yakasema kwamba unadhani hao walimu 4 wameenda kujitolea, wameajiriwa hao. Yakasema kwamba anasemaje? Anasema kwamba mimi kwa sasa nimebaki naangalia tu Mungu ataamua nini juu ya uchaguzi unaofuata. Yakasema pia kwamba anasemaje huyo. Anasema kwamba imagine umeomba ajira mpya alafu umepangiwa hapo. Yesu. Huyu akaja akasema utaimba haleluya, kwa sababu kwamba naacha kazi siku hiyo. Yakasema kwamba mimi siendi ng'o. Huyu akaja akasema Kondoa ni Dodoma hii, ambayo ndio mji mkuu unaokuja kujijaza bungeni kufanya vikao vyao, na kuongelea wabunge kuwa wapewe plate number zao binafsi. Huyu akaja akasema mwanasheria unaye, lakini jamani. Yakasema kwamba acha hofu wewe. Kwani umeongea nini kibaya? Yakasema pia kwamba si tu hivyo, yani hata pesa wanazolipwa wasanii zingetosha kujenga hata madarasa yote ya shule hii. Imagine hamna hata mahali mwalimu anakaa asahihishe madaftari ya wanafunzi. Watuonee hata huruma jamani basi. Huyu akasema nasemaje huyu? Anasema mbunge wao ni nani? Huyu akaja akasema kwamba itakuwa yule mama hakosagi kwenye baraza la mawaziri. Huyu akasema pia kwamba mwaka huu hatapita
kwa kishindo, kwamba mwaka huu atapita kwa kishindo. Jamani tuwe na huruma, kwa sababu kwamba huku ndio kwamba huku ndiko alikomzomea Mnyika kwamba tunatiki. Yakasa kwamba baada ya kuhurumiwa adui wetu ni kwamba baada ya kurubuniwa adui yetu ni ujinga, umaskini na maradhi na uongozi dhaifu. Yakasa kwamba hivi mna uhakika jamani tuna miaka 60 ya uhuru? Huyu akaja kasemaje wewe? Anasema ile speech ya yule mama nimekosa hata hamu ya kula. Anasema kwamba kila nikikumbuka alivyokuwa anaongea na Lia, spana ni moja tu, no reform no election. Huyu akaja kasema kwamba hapa sio Tanzania ni Botswana. Huyu akasema kwamba Mange Kimambi, lakini hata aje nani hakuna anayeweza kukamilisha kila kitu kwa wakati mmoja. Yakasa kwamba ndio maana kuna wabunge kila jimbo. Sasa kazi zao ni nini? Kwa sababu kwamba kwani wabunge wao si ndio wale wakishapewa ulaji wanajiangalia wao? Kwa sababu kwamba sasa ndio maana huwa sisi kwamba ndio maana sasa na sisi tunapaswa kupaza sauti. Yakasa pia kwamba wana zaidi ya miaka 60, taja kimoja walichokamilisha kwa 50%. Huyu akaja akasema kweli kabisa hakuna mtu anayeweza kukamilisha kila kitu kinaenda mdogo mdogo. Huyu akasema pia kwamba utadhani kwa mganga wa kienyeji jamani. Huyu akaja akasema kwamba anasemaje, mbunge wa hii shule apigiwe bendi humu mpaka aseme kwao ni kawaida, wameshakubaliana tayari. Huyu akaja akasema pia kwamba na huambii kitu kuhusu huyu akaja akasema kwamba mbunge ni nani jamani, tupeni jina tafadhali. Kwa sababu kwamba kuliko Ulaya na Marekani unaambiwa no reform no election. Huyu akasema pia kwamba anyway no reform no election. Huyu akasema pia kwamba mbunge wao sasa jamani ni nani? Huyu akasema pia kwamba nasemaje huyu? Anasema very sad kwamba wanasomaje wanafunzi wote hao kwenye kwa walimu 4 na mazingira kama hayo. Anasema watu wamemaliza vyuo miaka mingi, tupo mtaani hatuna ajira na kuna wanafunzi pia hawana walimu. Akaweka emoji ya kulia. So hapa anasema watu wanataka ajira kumbe kuna wanafunzi hawana walimu.